Jamii nchini Myanmar imeendelea na maombolezo ya vifo vya watu waliopoteza maisha katika tetemeko kubwa la ardhi ambalo lilikumba nchi hiyo hadi sasa na limesababisha vifo vya watu zaidi ya 2700 wakiwemo watoto 50 waliokuwa katika shule ya awali karibu na jiji la Mandalay nchini humo. Katika kuomboleza huko, maofisa wa polisi na jeshi nchini humo walikaa kimya kwa dakika moja ili kuwakumbuka waliopoteza maisha katika janga hilo. Kwa mujibu wa CNN, mashirika ya misaada yamesema jamii zilizoathiriwa vibaya na tetemeko hilo zinahangaika kupata mahitaji ya msingi ikiwemo chakula, maji na makazi. Tetemeko hilo lenye kipimo cha licha 7.7 lilitokea Ijumaa mchana na linadaiwa kuwa ni tetemeko lenye nguvu zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia katika kipindi cha zaidi ya karne moja iliyopita, likiangusha mapagoda ya kale pamoja na majengo ya kisasa. Kiongozi wa kijeshi wa Myanmar, Jenerali Mkuu Min Aung Hlaing, katika hotuba yake ya televisheni leo Jumanne Aprili 2025, amesema idadi ya vifo hadi sasa imefikia watu 2719 na inaweza kuzidi watu 3000. Amesema kuwa watu 4521 wamejeruhiwa huku zaidi ya 441 wakiwa hawajulikani walipo. Watu wasiopungua 20 wamekufa katika nchi jirani ya Thailand. Katika jiji la Mandalay, moja ya maeneo yaliyoathirika vibaya katika nchi ya Myanmar, miorio na ving'ora vilisikika saa 6 na dakika 51 mchana siku ya Jumatatu, muda halisi ambao tetemeko hilo lilitokea, na kuwalazimisha wakazi kusimamisha shughuli zao ili kuwakumbuka waliofariki. Nje ya jengo la Sky Villa, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika vibaya na tetemeko hilo, waokoaji walisimama kwenye mstari, mikono yao ikiwa nyuma, wakitoa heshima za mwisho kwa waathiriwa. Maofisa na wahudumu walisimama nyuma ya uzio wa usalama wakiangalia ndugu wa waathiriwa wa tetemeko kwa umbali, huku bendera za Myanmar ikipepea nusu mlingoti kutoka kwenye mlingoti wa mianzi uliofungwa kwenye hema la uokoaji. Wakazi wa jiji hilo wamesema wanakesha nje kwa siku ya 4 mfululizo, kwani nyumba zao ziliharibiwa vibaya na wanaogopa kutokea kwa tetemeko lingine wakati wowote. Nanuku, "Sijihisi salama, kuna majengo yenye ghorofa 6 au 7 karibu na nyumba yangu ambayo yameegemea na yanaweza kuporomoka wakati wowote," amesema Soetint, ambaye ni mtengenezaji wa saa katika jiji hilo. Baadhi ya manusura wana mahema, lakini wengi wao wakiwemo watoto wachanga na watoto wadogo wanalala juu ya mablanketi katikati ya barabara wakijaribu kukaa mbali na majengo yaliyoathirika. Katika mji wa Naypyidaw, idara ya zimamoto mjini Myanmar ilisema waokoaji walimuokoa mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 63 kutoka kwenye kifusi cha jengo la siku Jumanne, zikiwa zimepita saa 91 tangu kutokea kwa tetemeko hilo. Hata hivyo, mamlaka zilisema uwezekano wa kupata manusura wengine umezidi kupungua. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar, ambako jeshi lilitoa madaraka kupitia mapinduzi ya mwaka 2021, pia vimeathiri juhudi za kuwafikia walioumiwa na waliopoteza makazi kutokana na tetemeko hilo. Mwandishi wa Al Jazeera Jessica Washington, akiripoti kutoka Bangkok nchini Thailand, alisema familia nyingi katika maeneo yaliyoathirika zina matatizo ya kukidhi mahitaji ya msingi. Nanuku, "Hawana mawasiliano, hawana umeme, wala watu wanahangaika, bado wanalala nje. Katika hospitali moja mjini, wagonjwa wanatibiwa nje wakikabiliwa na joto kali. Upatikanaji wa maji pia ni changamoto," amesema mwandishi huyo. Kumekuwa pia na ripoti kadhaa za mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi dhidi ya makundi yenye silaha yanayopinga utawala wake licha uharibifu uliotokea. Nanuku, "Kwenye mji ulio karibu zaidi na kitovu cha tetemeko, Sagaing, upatikanaji umekuwa mgumu sana. Tunajua kuna kikosi kutoka Malaysia kilicho kwenye eneo hilo kulikisaidia juhudi za uokoaji katika shule iliyoporomoka," amesema mwandishi huyo, huku akiongeza kuwa lakini vikosi vingine vya uokoaji vinasema vimezuiwa na wanajeshi wa wanamgambo wanaunga mkono utawala wa kijeshi, wakiwazuia kufikia maeneo yanayohitaji msaada wa dharura. Wakati huo, shirika la Amnesty International limesema kuwa jeshi linapaswa kuruhusu misaada kufikia maeneo yasiyo chini ya udhibiti wake. Nanuku, "Jeshi la Myanmar limekuwa likizuia misaada kufika maeneo ambako kuna vikundi vinavyopinga utawala wake," amesema Joe Freeman, ambaye ni mtafiti wa Amnesty International nchini Myanmar. "Lazima liruhusu mara moja ufikiaji usio na vikwazo kwa mashirika yote ya kibinadamu na liondoe vizuizi vya kiutawala vinavyochelewesha tathmini ya mahitaji," amesema mtafiti huyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kibinadamu la OCHA limesema miongoni mwa waathiriwa wa tetemeko hilo ni watoto 50 na walimu 2 waliouawa wakati shule yao ya awali ilipoanguka karibu na Mandalay. Gazeti la serikali la Global New Lights of Myanmar limesema kuwa
Waislamu wapatao 500 waliuawa nchini humo baada ya tetemeko hilo kupiga wakati waumini walipokuwa wakiomba kwenye msikiti siku ya Ijumaa. Katika jiji la Bangkok, waokoaji bado walikuwa wakipekua kifusi cha jengo moja la ghorofa ambalo lilikuwa halijafahamika kwa dalili zozote za kupata mtu ambaye yuko hai. Nanuku, kuna miili kama 70 chini ya vifusi na tunatumai kwa miujiza mmoja au wawili bado wako hai, alisema Bin Bonleit ambaye ni kiongozi wa kikundi cha waokoaji cha kujitolea akiwa kwenye eneo la tukio. Naibu gavana wa Bangkok Tavida Komovej amesema mashine za skana zimebaini uwepo wa miili 6 yenye umbo la binadamu, lakini hakukuwa na ishara zozote kuwa watu hao wako hai. Alisema wataalamu wa ndani na wa kimataifa sasa wanatafuta njia salama ya kuifikia miili hiyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi. Tutakusogezea kila updates inayojiri kuhusiana na tetemeko hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.